Mungu wetu, tuna kila sababu ya kusema asante tena kwa sababu umetupa neema kuweza kuhudhuria tena siku nzuri ya Bwana ili tupate kujifunza kutoka kwako. Mpe kila mmoja wetu neema ya kuweza kulifahamu somo hili, ili kama vile ulivyoanza pamoja nasi Roho Mtakatifu katika mfululizo wa masomo haya, upate tena kumaliza pamoja nasi siku nzuri ya leo, tunapokuwa tunajifunza somo hili la 4 na la mwisho katika mfululizo wa masomo haya ambayo yana lengo la kutupa ushindi juu ya shetani na kazi zake zote. Umetubariki kwa namna kipekee tangu tulivyoanza somo la kwanza. Wengi umeinua imani zetu, wengi umetupa kuelewa yale tunapaswa kuelewa. Mpe kila mmoja wetu sasa kuweza kuelewa hili nalo, ili kwa kuelewa tupate kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Amen. Vema, siku nzuri ya leo tena tunakuwa tunaendelea na mfululizo wa masomo ambayo tumeanza wiki kadhaa sasa zilizopita, na masomo haya yamekuwa yakitufundisha jinsi ya kupata ushindi katika mapambano na kazi za kichawi, mapepo na shetani kwa ujumla. Somo la kwanza katika mfululizo wa masomo haya lilikuwa ushindi dhidi ya uchawi, na somo la pili tulijifunza juu ya amri juu ya mapepo, na somo la tatu tulijifunza Jumapili iliyopita lilikuwa ni jina la Yesu. Na sasa kama ambavyo tuliweza kueleza Jumapili iliyopita, leo sasa tunajifunza somo hili la 4 katika mfululizo wa masomo haya, kuvuliwa kwa enzi na mamlaka ya shetani. Kuvuliwa kwa enzi na mamlaka ya shetani. Watu wengi ambao watakuwa na babaika na kumwona shetani ana nguvu za kipekee, ana mamlaka kipekee, ana uwezo wa kipekee wa kuwashinda, watu watakuwa nalalamika na kubabaika hivi kwa sababu hawana ufahamu, hawana maarifa yote kuhusiana na somo hili. Wako watu wengine ambao watakuwa wameokolewa, lakini watakuwa wamejaa woga, watakuwa wamejaa hofu, watakuwa wamejaa kubabaishwa na nguvu za kichawi na mapepo, na watamwona shetani ana uwezo mkubwa, wataona mapepo yana nguvu, wataona kazi za shetani ni kuu, na watakuwa katika nafasi ya kubabaika katika lolote tu lile. Wakiona mapaka yanatembea juu ya bati juu ya dari la nyumba, tayari watakuwa wanaanza kuhangaika. Wakiona mapaka yanalia, tayari wataanza kubabaika. Wakiona mtu ameonyesha kidole, wataanza kubabaika. Watakuwa wanaogopa tu wakati wote, na kuona shetani ana uwezo, ana nguvu za kipekee kwao, na wataogopa kulala katika nyumba zao. Wataogopa hata kulala na peke yao, na wataona leo tunaweza kufa, leo tutamalizwa, na watakuwa katika hali hiyo ya kuweza kubabaika wakati wote. Kwa nini? Hawana maarifa kuhusiana na somo hili. Ndio maana Mungu mwenyewe anasema katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sisi nasi tukiwa tuna maarifa kuhusiana na somo hili, tutamwona shetani ni mkubwa sana, tutaona mapepo yana uwezo sana, tutaona nguvu zake shetani zina uwezo wa kuweza kutuonea vyovyote. Lakini ndio maana katika mfululizo wa masomo haya, kama jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ametufungua katika maeneo mengi, anahitaji tena kututoa wasiwasi, anahitaji tena kututoa mashaka juu ya kazi hizi za shetani. Na kwa kujifunza somo hili, kuvuliwa kwa enzi na mamlaka ya shetani, kila mmoja wetu tena atapata nafasi
ya kuelewa kwamba shetani hana kitu, kama Yesu alivyosema, yeye ajaye ni mkuu wa ulimwengu wala hana kitu kwangu. Kama Yesu alivyoweza kuona kwamba mkuu wa ulimwengu hana kitu kwake, tutaweza kwa dhahiri kuelewa waziwazi baada ya somo hili kwamba hana kitu kwetu vile vile katika jina la Yesu. Na tutajifunza sasa somo hili kwa kuligawa katika vipengele 6. Kwanza, jinsi mwanadamu alivyopewa enzi na mamlaka. Pili, jinsi mwanadamu alivyonyang'anywa enzi na mamlaka na shetani. 3, kuvuliwa kwa enzi na mamlaka ya shetani. 4, kutwaliwa kwa mamlaka hiyo na Yesu. 5, jinsi mwanadamu alivyorudishiwa enzi na mamlaka. 6 na mwisho, vizuizi vya mamlaka juu ya shetani. Kwanza, jinsi mwanadamu alivyopewa enzi na mamlaka. Neno enzi kama ambavyo tunaliona likitumika katika Biblia linazungumzia nguvu ya kifalme au ya kiutawala. Tunapomwita Mungu mwenye enzi, tunamtaja Mungu mwenye nguvu ya kitawala. Tunamtaja Mungu mwenye nguvu ya kifalme, ni mfalme wa wafalme, ni mwenye enzi yote, mwenye nguvu yote ya kifalme, mwenye nguvu yote ya kiutawala. Kwa hiyo neno enzi linazungumzia nguvu ya kifalme au ya kiutawala. Sasa mwanzoni kabisa, Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, watu wa kwanza kuishi duniani, aliwapa nguvu ya kifalme, aliwapa utawala, aliwapa mamlaka ya kuitisha nchi na kutawala. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Mwanzo 1 mstari wa 28, Biblia inasema hivi. Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Angalia neno hilo, na kuitiisha, mkatawale. Mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Mkatawale samaki baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi ni pamoja na shetani na majeshi yake yote. Hawa nao ni viumbe wenye uhai. Na Adamu na Hawa wakapewa kuitisha nchi. Na kuitisha nchi manake nini? Manake kila kilichokuwa katika nchi kwa misingi hiyo kitatii mbele za Adamu na Hawa. Ndio manake kila kilichokuwako juu ya nchi kilipaswa kutii amri yote ya Adamu na Hawa. Adamu na Hawa walikuwa na amri, walikuwa na utawala juu ya chochote kile ambacho kilikuwako juu ya nchi. Vitu vyote vilitiishwa mbele zao. Wao walikuwa na mamlaka ya juu, walikuwa ni watawala. Maana yake walikuwa na enzi na mamlaka juu ya kila kitu kilichokuwako juu ya nchi, kwamba ni wanyama, kwamba ni ndege wa angani, kwamba ni viumbe vyovyote vingine, pamoja na shetani na majeshi yake, vyote vilipaswa kutii mbele za Adamu na Hawa. Na kwa sababu hiyo enzi na mamlaka vilikuwa kwa Adamu. Shetani alikuwa chini ya utawala wa Adamu. Mapepo yote ilikuwa chini ya utawala wa Adamu. Na kwa sababu hiyo
kwa sababu alikuwa natii kila amri ya Adamu. Hayakuweza kufurukuta, hayakuweza kutamba, hayakuweza kufanya lolote kwa Adamu na Hawa. Mapepo, nguvu za kichawi, nguvu zote zile adui Shetani, vyote hivi havikuwa na uwezo wote wa kuweza kuwaonea Adamu na Hawa, kwa sababu wao walikuwa ni watawala. Hawa wote walikuwa chini ya miguu ya Adamu na Hawa. Na kwa sababu hiyo Adamu na Hawa walikuwa na afya wakati wote na walijaa kila namna ya mafanikio. Adamu hakuwa na ulema, Hawa hakuwa na ulema wote, na homa zilizokwisha. Hakuwa na namna yote ya kukandamiza usiku walipolala. Hakuwa na namna yote ya mapepo wa uasherati kufanya uasherati na Hawa wakati alipokuwa katika ndoto. Hakukuwa na nafasi ya mapepo hao kuweza kumonea mtawala. Kazi za adui hazikuwa na nafasi kwao, zilikuwa chini ya miguu yao. Walikuwa na afya wakati wote, walikuwa na uzima, tena uzima tele. Na kazi za giza, kazi za Shetani hazikuweza kabisa kufanya lolote kwa Adamu na Hawa. Walikuwa ni miungu, walikuwa ni miungu kwa misingi hiyo kwamba vyote vilikuwa chini yao. Adamu alikuwa mungu wa dunia hii wakati huo, na hivyo Hawa yeye naye alikuwa ni mungu wa dunia hii. Walikuwa ni watawala hawakuweza kwa namna yote kufanya lolote kwa Adamu na Hawa. Angalia Yohana sura ile ya 10 wa 34 mpaka mstari wa 35. Labda tusome mpaka mstari wa 36. Yohana 10 mstari wa 34 mpaka 36. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa niwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia na kufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Adamu na Hawa nao walikuwa miungu kwa nyakati hizo. Na tunapotumia Mungu, tunapotumia neno hilo Mungu, linamaanisha yeye ambaye atakuwa juu ya yote. Na hawa wanadamu wao nao walikuwa ni miungu kwa sababu walipewa mamlaka juu ya yote yaliyokuwa katika nchi. Walikuwa miungu kwa misingi hiyo. Na Adamu akawa mungu wa dunia hii, Hawa akawa mungu wa dunia hii kwa namna hiyo. Kazi za Shetani hazikuwaweza. Mpaka hapo tumeona jinsi ambavyo mwanadamu alivyopewa enzi na mamlaka iliyo kubwa sana kutoka kwa Mungu. Sasa tupige hatua kuanzia hapo. Kipengele cha pili sasa, jinsi mwanadamu alivyonyang'anywa enzi na mamlaka na Shetani. Shetani au nyoka anataja kwamba alidanganya Hawa na mamlaka iliyokuu zaidi. Ni kweli, Hawa alikuwa na enzi, alikuwa na mamlaka. Adamu alikuwa na enzi, tena alikuwa na mamlaka, na vyote vilitishwa chini yake. Vyote vilivyokuwa katika nchi vilitishwa chini yake. Walikuwa ni miungu. Adamu alikuwa mungu wa dunia hii, lakini hapo ni herufi ndogo. Ni herufi ndogo, mungu wa dunia hii. Na Shetani akaja kwake, nyoka huyu akaja kwa Hawa mkewe, na kuambia, najua Hawa, mamlaka hii kweli mnayo, enzi kweli mnayo,
lakini mamlaka mlionayo bado ni ndogo sana kuliko Mungu mwenyewe. Hapo sasa Mungu herufi M kubwa. Mamlaka mlionayo, enzi mlionayo ni ndogo ikilinganishwa na enzi na mamlaka ya Mungu. Lakini nitaonyesha jinsi ya kuwa na enzi na mamlaka kama alionayo Mungu mwenyewe. Na mkifanya yale nayowaelekeza kufanya, mtakuwa kama Mungu katika enzi yake, mtakuwa kama Mungu mwenyewe katika mamlaka yake. Mtapanda juu, mtapandishwa juu tena, mtakuwa na enzi na mamlaka kama yake mwenyewe aliyewaumba. Na jambo hili likamtamanisha Hawa. Akaona ni kweli ana enzi na mamlaka juu ya shetani na mapepo yote. Ni kweli ana enzi na mamlaka juu ya viumbe wengine wote, mimea na vinginevyo. Lakini kama kuna uwezekano wa kupata mamlaka na enzi ya juu zaidi awe kama Mungu, sasa itakuwa ni vyema zaidi kwake. Na nyoka huyu katika kudanganya kwake alisemaje? Katika kudanganya kwake alisemaje? Alisema kwamba Mungu amewaambia Adamu na Hawa, Mungu akuambia kwamba wasile matunda yale yanayodai kwamba walikatazwa. Labda tusome hapo Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Mwanzo sura 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Biblia hapo inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani mtaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu. Angalia maneno, nanyi mtakuwa kama Mungu, mtakuwa na enzi na mamlaka ile ile aliyonayo Mungu. Kwa sababu hiyo kinachotakiwa kufanyika ni kuyala. Mshakuwa mmeyala matunda haya tayari, mtakuwa kama Mungu jinsi alivyo kabisa. Jambo hili likamtamanisha Hawa. Akaona nikiwa na enzi na mamlaka kama Mungu, nitakuwa na kitu cha ziada. Ikiwa sasa hivi vyote vimetishwa chini yangu, sembuse nikiwa kama Mungu, kutakuwa na kitu cha ziada sana sana ambacho kitakuwa upande wangu. Na kwa sababu hiyo akatamani kula matunda aliyokatazwa. Ikawaje sasa? Akala yeye matunda hayo aliyokatazwa kula na Mungu, na tena akampa mumewe. Mstari wa 6 sasa, alafu mstari wa 13. Mwanzo 3 mstari wa 6 alafu 13. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini nililofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Nyoka alinidanganya nikala. Nyoka alinidanganya, maana matarajio yake yakuwa kama Mungu ya kutimia. Kinyume chake, baada ya kula, yeye na mumewe Adamu wote wakawa uchi na wakaanza kuhangaika kushona majani ya mtini kujifanyia nguo, na hatimaye wakajificha kati ya miti ya bustani kwa aibu kubwa. Nyoka akawa amewadanganya, lakini alivyowadanganya wakawa tayari wametii
matakwa yake. Nyoka akawaambia wale matunda aliyokataza kuyala, nao wakamtii. Sasa mahali hapa ndipo pa kuangalia kwa makini. Nyoka akawaangalia, nyoka akawaambia wale matunda aliyokatazwa, wakayala, wakamtii. Kwa maneno mengine, nyoka sasa au shetani akawa amewatiisha Adamu na Hawa. Wale waliokuwa watawala sasa akawa amefanya nini? Amewatiisha. Pale mwanzo huyu Adamu na Hawa wao waliwekwa na Mungu kuwatiisha shetani na mapepo na majeshi yake yote, lakini kutokana na hila ya shetani, kutokana na werevu wa shetani, sasa akawa amefaulu, akawa amefanikiwa kuwatiisha wale waliokuwa watawala, wakawa wamemtii. Sasa yeye unayekuwa umemtii, yeye unayemtii siku zote anakuwa ni mkubwa wako. Yeye ambaye unamtii siku zote anakuwa ni mtawala wako. Na ndivyo ilivyotokea sasa. Shetani akawa amemnyang'anya enzi na mamlaka Adamu na Hawa. Shetani akawa amemnyang'anya enzi na mamlaka mwanadamu. Na kwa sababu hiyo Adamu na Hawa vivyo hivyo wakawa chini ya miguu ya shetani, wakawa chini ya uwezo wake, wakatawaliwa na shetani. Sasa akawa ni mungu wa dunia hii. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, yani imefichika kwa hawa wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii. Hapo anatajwa mungu wa dunia hii, M ndogo. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiyozikia nuru ya injili utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Hapa mungu wa dunia hii ni shetani mwenyewe, na alianza kuwa mungu wa dunia hii wakati huu sasa alipokuwa amewatiisha Adamu na Hawa, na wakawa wamefuata maagizo yake, wakawa wamefuata maelekezo yake, wakawa wametii yale aliyowaambia kufanya. Na kuanzia hapo sasa akawa na mamlaka juu yao, na sio tu mamlaka juu yao, lakini vyote vingine vilivyokuwa chini ya utawala wa Adamu vikawa chini ya utawala wa shetani. Na kuanzia hapo sasa ndivyo shetani akaanza kuleta kila namna ya mateso na maonevu. Magonjwa yakaanza kuja kwa uzao wa Adamu, na mapepo yakaanza kuonea wanadamu na kuwatesa. Nguvu za kichawi zikaanza kuwavuruga wanadamu kwa namna nyingi, na mtawala shetani akaanza kuonea wanadamu. Atakuja kwa usiku na kuwakandamiza na kuwakaba na kuwaonea. Atawaletea magonjwa kila namna, atawaletea pumu, atawaletea magonjwa mifupa, atawaletea kuumwa kichwa, atawaletea kuumwa tumbo la uzazi, atawaletea utasa, atawaletea kila namna ya magonjwa. Maana magonjwa haya yote yanatokana na shetani. Na utakumbuka wakati ule shetani alipotoka mbele za Bwana, alianza kuleta magonjwa kwa Ayubu. Magonjwa haya hayatoki kwa Mungu. Angalia sasa Ayubu
Ayubu sura ya 2 mstari wa 7. Ayubu sura ya 2 mstari wa 7, Biblia inasema, basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Shetani alipotoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu na majipu, akampiga Ayubu na magonjwa. Unaweza kuona magonjwa yanatoka kwa shetani, kila namna ya mabaya yanatoka kwake. Na mahali hapa sasa mabaya haya yote yakaanza kuwapata wanadamu, na hapo sasa akaonekana shetani kutamba, akaonekana ana uwezo wa kipekee juu ya mwanadamu. Mwanadamu aliyekuwa mtawala sasa hana utawala tena kama mwanzo, ametawaliwa. Anaweza kupagawa na mapepo, hata kufikia kuwa kichaa na kufanya tu maelekezo ya shetani na kusema yale anayotaka shetani, na kuokota chakula hata kama ni majalalani na kukila, na kuvua nguo na kutembea uchi na kufanya yale yote anayoamuliwa na mtawala wake shetani. Kwa nini? Ni kwa sababu shetani alikuwa amemnyang'anya wanadamu enzi na mamlaka. Unaweza kuona sasa. Je, ilikuwa mwisho wa mambo yote? Jibu ni la. Lakini kilitokea nini baada ya hapo? Kilitokea nini baada ya hapo? Kuna kitu kingine kilichofuata. Pale mwanzo majini na zote, kwamba ni Simbiani, kwamba ni Makata, kwamba ni Maimuna, kwamba ni majini ya namna yote kwa majina yake, hayakuweza kufanya lolote kwa Adamu pale alipokuwa na enzi na mamlaka, akivitisha vyote chini yake. Lakini sasa majini hayo yamekuwa na enzi na mamlaka juu ya wanadamu, na yanatamba kila mahali. Lakini kama tulivyotangulia kuangalia, haikuwa mwisho wa mambo yote. Lakini kulitokea nini? Sasa tuende katika kipengele cha 3 katika kuangalia yale yaliyofuata. Kuvuliwa kwa enzi na mamlaka ya shetani. Kuvuliwa kwa enzi na mamlaka ya shetani. Mapema tu baada ya shetani kumnyang'anya mwanadamu enzi na mamlaka aliyopewa na Mungu, Mungu mwenyewe aliyempa enzi na mamlaka mwanadamu, alielezea juu ya mpango wa ukombozi kwa mwanadamu huyo, na akasema kitakachotokea sasa, atatokea uzao wa mwanamke ambaye atamponda kichwa nyoka au shetani, na nyoka huyo atamponda kisigino tu. Angalia Mwanzo sasa 3 mstari wa 15. Ilikuwa ni baada tu ya shetani kuwa amechukua enzi na mamlaka iliyokuwa kwa Adamu na Hawa. Mwanzo 3 mstari wa 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Hapa naambiwa nyoka. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo, yani uzao wa mwanamke, utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Ikatajwa sasa katika unabii kwamba utatokea uzao wa mwanamke ambao huo sasa utamponda kichwa nani? Shetani. Utamponda kichwa shetani. Na miaka mingi kapita, wakati wa Musa hakuwa na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke ni upi?
uzao wa mwanamke ni nani? Ni mmoja tu. Uzao wa mwanamke anatakiwa kuwa na sifa ipi? Uzao wa mwanamke ni mtu atakayezaliwa na mwanamke bila mwanamume kuwa na sehemu katika uzazi huo. Azaliwe mtu ambaye atakamezaliwa chini na mwanamke bila mbegu ya kiume kuwa na sehemu katika uzazi huo, huyo ataitwa uzao wa mwanamke. Na wakati wa Musa hakukuwa na mtu wa namna hiyo. Wakati wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo kabla ya Musa hakukuwa na uzao wa namna hiyo. Wengine wote, watu wote walizaliwa kutokana na mwanamke na mwanamume. Walikuwa ni uzao wa mwanamke na mwanamume. Wakati wa Yoshua hakutokea uzao wa mwanamke. Wakati wa Daudi, wakati wa Samueli, wakati wa manabii mbalimbali, iwe ni Ezekiel, iwe ni Daniel, iwe ni Isaya, wakati wote huu hakutokea uzao wa mwanamke. Ile tu wakati wa Isaya, bado Isaya aliendelea kutoa unabii, aliendelea kusisitiza kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kwamba utatokea uzao wa mwanamke. Ingawa alikuwa utatokea mpaka wakati wa Isaya, akaendelea kusisitiza kwamba uzao wa mwanamke kwa hakika utatokea. Na akasema bikira atachukua mimba. Isaya sura 7 mstari wa 14. Isaya 7:14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume. Bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume. Huyu sasa ndiye atakayekuwa uzao wa mwanamke. Bikira anachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume. Huyu ndiye atakayekuwa uzao wa mwanamke. Hata baada ya nabii Isaya kutoa unabii, ikapita tena miaka mingi kwa mamia yake, na mpaka wakati wa Malaki bado hajatokea uzao wa mwanamke. Miaka mingi imepita, lakini hatimaye baada ya miaka ipatayo zaidi kidogo 700 baada ya unabii wa Isaya, ndipo sasa Bikira Mariamu akachukua mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yeye aliyekuwa amemposa mumewe Yusufu, kabla hajamkaribia, akawa amechukua mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu na akamzaa mtoto mwanamume. Mathayo 1 mstari wa 18 mpaka mstari wa 21. Mathayo 1 mstari wa 18 mpaka 21. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Maria mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kabla hawajakaribiana, angalia neno hilo, alionekana na mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, yani mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu. Unaweza kuona kwa misingi sasa, Yesu alipozaliwa hapa akawa ndiye uzao wa mwanamke aliyetabiriwa mapema kutuletea ukombozi, kwamba atamponda kichwa Shetani na Shetani atamponda tu kisigino. Unaweza kuona. Na
akawa amedhihirishwa pale alipozaliwa na kuja ulimwenguni, akawa amedhihirishwa au akawa ameletwa kwetu ulimwenguni, akawa ameletwa kwetu ulimwenguni kufanya kazi moja kubwa, kuzivunja kazi za Ibilisi. Waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa 8, Biblia inasema mwana huyo Mungu Yesu Kristo, uzao wa mwanamke, alidhihirishwa apate kuzivunja kazi za Ibilisi. Na alizivunjaje? Kazi hiyo ilifanyika pale msalabani, pale Golgotha, pale Kalvari, ndipo kazi ilipofanyika. Na aliposulubishwa Yesu pale msalabani, shetani alichokuwa anakifanya pale ilikuwa ni kumponda kisigino tu. Pale alipompigilia misumari katika miguu na mikono, alikuwa anamponda kisigino tu. Pale alipokuwa anamchoma mkuki ubavuni, alikuwa anamponda kisigino tu. Pale alipokuwa amempiga mijeredi, alikuwa amemponda kisigino tu. Lakini Yesu alifanya kitu kikubwa zaidi. Alikuwa anafanya kitu kikubwa zaidi wakati alikuwa anamponda kichwa shetani katika ulimwengu wa roho. Na alipomponda sasa, unaanza kuona nyoka ikiwa unamfukuza, alafu anachukua jiwe. Utaona wengi wetu tunakimbilia wapi? Tunakimbilia wapi? Kichwani. Sawa kabisa, tunakimbilia kichwani. Tunachukua lile jiwe na moja kwa moja kulenga kuponda kichwa. Na unaweza kuponda kichwa na unaweza kukipiga kichwa na mei, lakini ukaona kama bado kile kichwa bado kinaendelea kama vile nyoka yule bado anaendelea kukufuata. Unachokifanya, unafanya nini? Utaendelea kuchukua tena ile jiwe kuweza kuhakikisha kabisa umeponda mpaka kile kichwa kimesagika kabisa. Amen. Kile kichwa kimesagika kabisa, unajua sasa utasema imekwisha. Na utakuwa tena na wasiwasi tena, utakuwa tena na kubabaika, utasema imekwisha. Na sasa kuambia watu wengine walio karibu au watoto wengine walio karibu kwamba waje tu wachukue yule waje walete kijiti na kumchukua yule nyoka na kwenda kumtupa mbali, maana amekwisha pondwa. Na sisi sote tunafahamu kwamba utawala wote wa mwili unatokea wapi? Unatokea kichwani. Utaweza kuona kichwani ndipo kwenye ubongo. Utawala wote wa mwili unatokana na ubongo, uko kwenye ubongo. Kwenye kichwa ndipo kwenye utawala, kwenye kichwa ndipo kwenye mamlaka yote. Na tutaanza kufikiri kichwani, na hatimaye jawabu linalotokana na fikra hizo litatambia tuondoke, twende tukapande basi, twende tukamsalimu fulani. Yote hayo yatatoka kichwani, na kichwa kitaamuru viungo vingine vyote. Na ndio maana mume anaitwa ni kichwa cha mkewe, kwa kumaanisha kwamba ni mtawala wa mkewe. Unaweza kuona sasa Yesu Kristo alichokifanya sasa pale msalabani ilikuwa kuponda kichwa cha shetani. Na aliposema imekwisha, maana yake nini? Utawala wake wote ulikuwa umekwisha. Enzi yake yote ilikuwa imekwisha kabisa. Maana aliivua enzi yake na mamlaka aliyokuwa nayo, ambayo alidumu nayo kwa miaka mingi na hiyo akiwa amemnyang'anya mwanadamu. Angalia Yohana sasa, Yohana sura ile ya 19 mstari wa 30. Yohana 19:30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siku alisema imekwisha, akainama kichwa akaisalimu roho yake. Imekwisha. Kazi ile ambayo alitumwa kuifanya
imekwisha. Ni kazi moja tu iliyotabiriwa tangu mwanzo, kumponda kichwa Shetani, kuhakikisha tena hana mamlaka, kuhakikisha tena hana enzi yoyote alionayo mikononi mwake. Na ndivyo ilivyokuwa. Na kilichofanyika hapa, alifanya kitu cha ambacho kinafurahisha sana. Alimvua enzi na mamlaka kwa mkogo na kwa ujasiri mkubwa. Alimvua enzi na mamlaka Shetani. Utaweza kuona mtu akivuliwa nguo anakuwa hana nguo hizo tena, si ndio? Na vile vile mtu akivuliwa mamlaka yake, akivuliwa enzi yake, anakuwa hana enzi na mamlaka hiyo tena. Na alichokifanya Yesu hapa pale msalabani, kwa mkogo, kwa kutamba kipekee sana, kwa mkogo, kwa kujivunia uwezo mkubwa aliokuwa nao, aliweza kumvua enzi na mamlaka yote Shetani, na akayachukua, na akashangilia kwamba ukombozi wetu wanadamu hatimaye umetimia. Haleluya! Angalia sasa Wakolosai. Angalia Wakolosai sura ya pili. Wakolosai sura ya pili mstari wa 14 mpaka 15. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Hapo mwanzo tulihesabiwa kuwa tumefanya dhambi pamoja na Adamu tangu wakati ule walipokula matunda waliokatazwa kuyala. Na kwa sababu hiyo kulikuwa hati iliyoandikwa ya kutushtaki, na kwamba kutokana na sisi kuwa tumefanya dhambi hiyo, kutokana na vita ambavyo tulikuwa tumemtii Shetani, sasa tukawa tumenyang'anywa enzi za mamlaka. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa, akaifuta kuanzia hapo, akaifuta ile hati iliyoandikwa kutushtaki, na kule kuhesabiwa kwamba tulimtii Shetani sasa kukafutwa. Amen. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. Akaiondoa isiwepo tena. Akaigongomea msalabani. Akaigongomea msalabani. Maana yake akaitowesha kabisa. Akaigongomea. Kuigongomea ni kuipigilia. Na kile unachokipigilia ina maana unakichana kabisa na kukiharibu. Sasa angalia vizuri mstari 15. Akisha kuzivua enzi na mamlaka. Useme wote. Akisha kuzivua enzi na mamlaka. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Alifanya Yesu hapo sasa kwa ujasiri, kwa mkogo, alizivua enzi na mamlaka ya Shetani. Akamwambia Shetani, uweza kumnyang'anya enzi na mamlaka mwanadamu kwa miaka yote hii ndio mwisho. Na kwa mkogo, na kwa uwezo mkubwa, na kwa mamlaka iliyokuu zaidi, akamvua enzi na mamlaka aliyokuwa na Shetani baada ya kuwa amemnyang'anya mwanadamu. Na kuanzia hapo Shetani akawa hana mamlaka tena, na mamlaka hiyo akaitwaa Yesu mwenyewe. Amevuliwa enzi, amevuliwa mamlaka,
Manake sasa kile alichokuwa anatamba nacho hanacho tena, amevuliwa. Ni kama mtu ambaye atakuwa anatamba huko na kule kwa nguo za kuwazima na analinga na suruali yake na shati yake, na sasa hatimaye mwenye nguo hizo ametokea na kumwambia, suruali na shati nilikupa tu kwa muda mfupi na bado unaje mpaka sasa. Sasa akamvua kwa nguvu na kumwacha uchi. Unaweza kuona jinsi ambavyo sasa atatamba katika nuru. Kile kilichokuwa kinamfanya kutamba hakiko tena. Ndivyo ilikuwa hapa. Na mamlaka hiyo sasa akavitwaa Yesu. Ile inatuleta katika kipengele cha 4, kutwaliwa kwa mamlaka hiyo na Yesu. Baada ya hapo sasa Yesu kamekufa, na siku ya 3 akafufuka, na alipokuja duniani sasa akawa amekuja huku ameitwaa enzi na mamlaka aliyotunyang'anya Shetani hapo mwanzoni, na akatoa taarifa hiyo sasa kwa wanafunzi wake kwa furaha. Angalia Mathayo sasa 28 mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18. Biblia hapo inasema hivi: Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa, ninayo enzi hiyo, ninayo mamlaka hiyo. Sasa ninayo ile mamlaka aliyokuwa nayo Shetani, ninayo ile enzi aliyowanyang'anya wanadamu, aliyomnyang'anya mwanadamu, ninayo mikononi mwangu. Akawa ameitwaa, na sio tu akawa ameitwaa, lakini akaongeza kusema kwa dhahiri amemwona Shetani akianguka chini. Yeye aliyekuwa juu sasa ameanguka chini kabisa. Yeye alikuwa na mamlaka, alikuwa na enzi, ameanguka chini kabisa. Ni kama alikuwa mtawala, sasa amekuwa chini raia wa kawaida, hana utawala wote, amekuwa yuko chini kabisa. Bila nasema aliye juu, una usemi unaosema, si Biblia, una usemi unaosema aliye juu ngoje chini. Na Shetani sasa alikuwa juu kwenye mamlaka hii na enzi, na sasa Yesu akamwona sasa ameanguka chini kabisa, kama vile umeme unavyoonekana mawinguni, juu sana kwenye mawingu. Ukiangalia radi utaweza kuona inapokuwa inapiga radi, itaanza juu sana katika mawingu, halafu utaona ule mchirizi unakwenda mpaka unaanguka chini na mbele. Na ndivyo alivyoanguka Shetani. Yesu akaeleza waziwazi kwa wanafunzi hao, kama anavyotueleza leo, kwamba akamwona waziwazi Shetani akiwa ameanguka chini, akiwa ametoka katika mamlaka ile aliyokuwa nayo mwanzo. Ikiwa Yesu alimuona, nasi hatunabudi kumwona Shetani katika roho kwamba ameanguka chini tikitiki, na ile mamlaka alikuwa nayo mwanzo hanayo tena katika jina la Yesu. Angalia sasa Luka sura ile ya 10. Luka sura ya 10 mstari wa 18. Luka sura ya 10 mstari wa 18. Luka 10 mstari wa 18. Akawambia, nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Alikuwa juu, lakini ameanguka chini akiwa hana mamlaka tena, akiwa hana enzi yoyote tena
upande wake, na kwa misingi hiyo kutolea kwake kumekwisha kabisa katika jina la Yesu. Pema tupige hatua sasa. Kipengele cha 5, jinsi mwanadamu alivyorudishiwa enzi na mamlaka. Jinsi mwanadamu alivyorudishiwa enzi na mamlaka. Sasa baada ya Yesu Kristo kuitwaa enzi hiyo na mamlaka hayo, tena hakubaki nayo, lakini alimrudishia tena mwanadamu. Alimrudishia tena mwanadamu yule anayekaa katika kuyatii mapenzi ya Mungu. Alimrudishia tena enzi hiyo na mamlaka hiyo mwanadamu yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu, kama ilivyokuwa Adamu, kama ilivyokuwa kwa Adamu na Hawa pale mwanzo kabla hawajaanguka dhambini. Mwanadamu anamoyo akawa amerudishiwa enzi na mamlaka ambayo Shetani alikuwa amemnyang'anya hapo mwanzo, na akampa tena mwanadamu kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za ile adui. Hapo mwanzo alikuwa, hapo mwanzoni kabisa tunakumbuka kwamba tunaona kwamba hapo mwanzo Adamu alikuwa amemkanyaga nyoka na nge na majeshi yote Shetani alikuwa ameyakanyaga yote ya vitisho chini yake. Lakini hatimaye Shetani sasa akawa amemkanyaga Adamu na Hawa, akawa amewakanyaga Adamu na Hawa na vyote vingine, na Hawa nao wakawa wametiishwa chini ya Shetani. Na sasa baada ya Yesu kuwa amemrudishia enzi na mamlaka, baada ya kuwa Yesu amemrudishia enzi na mamlaka mwanadamu, ikawa sasa vivyo hivyo mambo yamebadilika tena, yamerudi kama mwanzo. Mwanadamu sasa amepewa kumkanyaga nyoka, kumkanyaga Shetani na nge, yani majeshi yake yote. Shetani, nge, kama tulivyoweza kuona katika masomo yaliyotangulia, yeye naye atakuwa kama nyoka kwa namna fulani, kwa jinsi ambavyo anavyoweza kumuuma mtu na kumingizia sumu kali na kumletea maumivu makali. Na lakini nge atakuwa mdogo sasa kuliko nyoka. Mkia wake atakuwa mdogo kuliko nyoka, atakuwa tofauti na nyoka kwa misingi ni mdogo. Na hawa ndio wasaidizi wake Shetani, mapepo, majini, kila namna. Sasa mwanadamu akawa amepewa kuyakanyaga, kuyatiisha. Luka sura 10 mstari wa 19. Luka 10 mstari wa 19, tazama nimewapa amri. Tuliona neno amri maana yake ni mamlaka. Tazama nimewapa mamlaka. Alizivua enzi na mamlaka kwa alivua enzi na mamlaka ya Shetani. Baada ya kuivua akaitwaa, baada ya kuitwaa akatupa. Tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote, sio kidogo, nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Unaweza kuona kuanzia hapa sasa tukawa tena tumerudishiwa enzi na mamlaka juu ya Shetani na majeshi yote ya pepo wabaya. Kuanzia hapa sasa Shetani hana kitu kwetu kabisa. Majini, mapepo hayana lolote yanaweza kulifanya kwetu. Na kama mwanzo kabisa, sasa nchi yote
tunaitisha kama mwanzo. Kumbuka Adamu na Hawa pale mwanzo walipewa kuvitisha vingine vyote, wanyama wa kufugwa na waporini, ndege wa angani, wote wakawa chini ya Adamu. Na sasa baada ya kuwa tumekabidhiwa mamlaka haya, ni yale yale wanyama wa kufugwa, ndege wa angani na vyote hivi vingine viko chini ya mwanadamu, lakini zaidi sana shetani na majeshi yake yote vile vile yako chini yetu. Sasa utaweza kuona wanadamu tuna mamlaka juu ya kuku. Je, kuku anaweza kutubabaisha? Anaweza kutubabaisha kuku? Hawezi kutubabaisha. Tukitaka aishi, anaishi. Tukitaka afe sasa hivi ili tumle mchana, tunamchinja, tunamla. Kuku hawezi kutubabaisha. Hata kama akikimbia mbio zake ni za sakafuni. Hata akianza kufanya mikiki ya kimbia, tukipiga kidogo resi kidogo mara moja, tayari tumeshamkamata na yuko mikononi mwetu. Na tutamshangaa mwanadamu amemwogopa kuku. Na tukimwona mwanadamu mwenye akili zake amemwogopa kuku, tutamwona mtu huyu amechanganyikiwa, si ndio? Na hata vile vile tukimwona mtu mzima ambaye anamwogopa mbuzi, na mbuzi alipolia tele mtu mzima yule anakimbia, tutamwona mtu vile vile na matatizo, anaogopa mbuzi. Na hata vile vile tutashangaa kama mtu ana kitu gani cha ziada kuweza kuogopa ng'ombe. Wote wametishwa chini yetu, hata kama ni simba, hata kama ni tembo, hata kama ni twiga, hata kama angekuwa ni nani, wote wametishwa chini yetu. Ndio maana wawindaji wanaweza kwenda porini, hata wakaweza kuwa simba ameleta shida kule Tunduru, na simba wanaanza kula watu kule Tunduru, tayari watakwenda uwindaji na kuweza kuwaua simba wale. Wote hao watakuwa wametishwa chini yetu. Na kwa misingi hiyo hatuna haja kumwogopa shetani na majeshi yake, kwa sababu hawana tofauti yote na kuku. Wametishwa chini yetu kama kuku walivyotishwa chini yetu, majini yametishwa chini yetu vile vile. Kama kuku walivyotishwa chini yetu, Maimuna, Subiani, Makata wametishwa chini yetu. Na hata kama mapepo haya atakuwa anapiga kelele, yanaanza kututisha, yanaanza kutubabaisha. Yanatubabaisha nini? Ni kuku, ni ng'ombe, ni mbuzi, ni vyote viko chini ya mamlaka yetu kabisa. Na hata kama yanaleta vitimbi, yanaleta vitisho, na tunamkaribia mbuzi, halafu anapiga kelele kwa nguvu, hatuwezi kubabaika. Hata kama anapiga kelele namna gani, hatuwezi kubabaika, kwa sababu tunajua yuko chini ya utawala wetu. Na kwa namna hiyo, kazi za giza, pepo kila namna, majini ya kila namna kwa majina yake, yako chini kabisa kabisa ya mamlaka ya mwanadamu anayefanya mapenzi ya Mungu, ya mtoto wa Mungu, ya mtu yote aliyokolewa. Haya yote yako chini yake kabisa, na vyote anavyofanya shetani ni mikiki tu, lakini mamlaka yake yote imekwisha ondolewa. Amen. Ndio maana sasa sisi tuwe watawala kwa jina la Yesu Kristo. Pepo wanatutii, tunawatisha chini ya miguu yetu. Haleluya. Vema, twende sasa katika kipengele cha 6, vizuizi ya mamlaka juu ya shetani. Sasa tunaweza kujiuliza, ikiwa basi ni hivyo, mchungaji, sasa mbona bado mapepo yanatukaba? Mbona bado majini yanatutesa?
Mbona bado magonjwa yanatuandama na kutuvuruga? Mbona basi nguvu za kichawi zinatuendesha? Kwa nini? Ikiwa shetani amevuliwa kabisa enzi na mamlaka, mbona bado anatuendesha? Ndio maana tuko hapa leo, ili kuweza kuangalia kinagaubaga, tuweze kuangalia hasa kwa makini kwamba tatizo liko wapi. Ikiwa shetani amevuliwa enzi na mamlaka, kwa nini tena majini yaweze kutuvuruga na mili, kwamba tupinde shingo anavyotaka, kwamba yatatukandamiza, kwamba yatafanya na sisi washerati anavyopenda wakati wote? Kwa nini? Ili sasa ninazofanya kutafakari kipengele cha 6 na cha mwisho cha somo letu, vizuizi vya mamlaka juu ya shetani. Ni muhimu kuzingatia kwamba shetani bado atakuwa na mamlaka kwa watu wa namna zifuatazo. Kwanza, wenye dhambi. Mtu ambaye atakuwa bado ni mwenye dhambi, ambaye hajaokolewa, nimetolewa kwamba bado shetani atakuwa na mtawala. Kwa nini na mtawala? Kwa sababu yeye atakuwa bado anamtii. Tutakumbuka pale mwanzo, shetani, nyoka, alimwambia Adamu kula tunda, akala tunda. Alimwambia Hawa kula tunda, akala tunda. Akawaambia wale matunda waliyokatazwa wakala, wafanye yale waliyokatazwa na Mungu, wakayafanya. Kwa hiyo hapo wakahesabiwa kutiishwa chini ya miguu ya shetani. Sasa shetani vivyo hivyo hata leo akimpata mwanadamu yeyote yule ambaye atamwambia kufanya yale aliyokatazwa na Mungu na akayafanya, tayari mwanadamu yule anakuwa amemtii shetani, na kwa sababu hiyo atake asitake anaendelea kuwa chini ya mamlaka ya shetani. Shetani akimwambia mtu nenda kanywe pombe, sasa anainuka mara moja anakwenda kunywa pombe, kitu ambacho kimekatazwa na Mungu. Kavuta sigara, anainuka anavuta sigara, kitu ambacho kimekatazwa na Mungu. Mungu anasema kwa nini tuweze kutumia fedha zetu kwa ajili ya vitu visivyoshibisha? Kwa nini? Mungu ametukataza kuvuta sigara, shetani anatuambia vuta, hakuna madhara yote, na sisi tunafanya. Tayari hapa tunakuwa tumemtii shetani kama alivyomtii Hawa. Fanya usherati, fanya uzinzi, hakuna tatizo lolote. Mwanamke zaidi ya mmoja, hakuna tatizo lolote. Fanya uzinzi, fanya usherati, na tunafanya sisi nasi. Kwa kufanya hivyo tunafanya yale yaliyokatazwa na Mungu, na kwa sababu hiyo tunakuwa tumemtii shetani vile vile kama Hawa alivyomtii pale mwanzo. Tunakuwa tumemtii shetani vile vile kama Adamu alivyomtii, na wakafanya yale waliyokatazwa na Mungu. Pokea rushwa, tunapokea rushwa. Iba, tunaiba. Toa mimba, tunatoa mimba, tunaua. Mpiga huyu, tunampiga. Muua huyu, tunamuua. Tayari jambo hilo linakuwa limeonyesha waziwazi kwamba sisi tunakuwa tumemtii shetani. Na ndio maana awe yote mwenye dhambi, awe yote ambaye anafanya yale mambo yote yaliyokatazwa na Mungu kwa misingi hiyo, anakuwa moja kwa moja chini ya enzi na mamlaka ya shetani. Mtu aliye ni vigumu kumshinda shetani na mapepo na nguvu za kichawi. Ni vigumu, wanautawala juu ya mapepo. Shetani anatambia, chukua irizi kavae, tunaenda kuvaa irizi. Keti hapa tukupigie bao, na sisi tunaketi.
Shetani anatuambia chukua haya matunguli kaya ning'inize kwenye duka lako, na sisi tunafanya jiweke tayari tukuchanje chale, na sisi tunakubali. Vua nguo zako, twende kufanya matambiko makaburini, na sisi tunakubali. Chukua mayai visa, nenda katupe njia panda, na sisi tunakubali. Tukiwa tunafanya yote ya namna hiyo, sasa tunakuwa tunamtii Shetani, kwa kuwa tunakuwa tunayafanya yale tuliyokatazwa na Mungu. Na kwa sababu hiyo, kama Hawa alipopoteza mamlaka yake, sisi nasi tunakuwa tuna mamlaka hiyo tena. Tuko pamoja mpaka hapo? Na wanamilia, tunakuwa tumempa nafasi Shetani kutenda kazi ndani yetu. Tumeasi, tumekuwa ni wana wa kuasi, tumekuwa ni wana wa uasi, na kwa sababu hiyo tumempa nafasi Shetani kutenda kazi ndani yetu. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Mambo yale yanaonekana ni kawaida ya ulimwengu, kwamba kwani kunywa mbege kuna tatizo gani? Ni chakula tu kwetu huku Moshi, ni chakula tu kwetu huku Rombo, kuna tatizo gani? Kuifuata kawaida ya ulimwengu. Kwani kwa mke zaidi ya moja kuna tatizo gani? Ni kawaida tu kwetu, ni kawaida kwetu huku. Na sisi kwetu huku, itakuwa mtu atakushangaa sana ukiwa na mke mmoja tu. Unaonekana bado ni kijana hujakomaa, unaonekana bado hujali mzee mwenye heshima. Ni kawaida. Kawaida nyingi za ulimwengu ni dhambi. Nani mlikuwa wapi kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Kawaida ya ulimwengu ni kutoa rushwa. Unafikiri utapataje hii zabuni? Lazima utoe rushwa kidogo tu, ni kutoa tu. Yaani unipe chochote. Yaani unafikiri bila lolote siwezi kufanya lolote, nipe chochote. Nipe chai kidogo. Kwao ni chai, ni kawaida tu ulimwengu. Na mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Huyu anataja Shetani, roho ile atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Awali yote ambaye ni mwana wa kuasi, awali yote ambaye ni mwenye dhambi, Shetani bado anakuwa ni mfalme wa uwezo wa anga kwake. Anakuwa bado ni mfalme wa uwezo kwake, bado anakuwa na enzi na mamlaka juu yake. Lakini tukitaka kupata rehema hii, tukitaka kupewa rehema hii ya kuwa na enzi na mamlaka juu ya Shetani na majeshi yake yote, hatuna budi kuziungama dhambi zetu kwa nia ya kuziacha kabisa na kuyafanya tu yanayompendeza Mungu. Mithali 24 mstari 13, azifichaye dhambi zake hatafanikiwa. Au yote ambaye anataka kuwa na ushindi juu ya mapepo lakini anazificha dhambi zake hawezi kufanikiwa. Kama wako watu wengine watakana kuja kanisani kama hapa, wakija kanisani kama hapa utaona wako kama watakatifu, utaona kila kitu kinachoonekana ni cha dunia hii wamekikongoroa, hata wanaonekana ni watakatifu, wako mstari wa mbele, lakini kumbe kuna dhambi zao wanazificha. Wakiwa nyumbani kule wanatembea na maboyfriend, wakiwa kazini kwao hata wajulikani kwamba wameokoka, wanafanya tu vitu vya ajabu vya kushangaza, wanazificha dhambi zao. Wako hapa wanaonekana kama ni watakatifu, lakini wakiwa huko majumbani mwao wanavuta sigara, wakiwa majumbani mwao kwenye friji zao kuna bia. Na
hapa utaona pambio, wanaimba kwa bidii, kazi mbalimbali hapa watafanya kwa bidii, lakini wanazificha dhambi zao. Hawa hawawezi kufanikiwa, hawawezi kufanikiwa. Hawa watakuwa ni watu wa kila siku kuja hapa na mapepo yakemewa kwao, na wakenda kule tena na wakandamiza. Hawana mamlaka yote juu ya mapepo. Hawa wakati wote watakuwa ni wakandamizwa na kuvurugwa na kuharibiwa, kwa sababu wanafikiri wanaweza kumficha Mungu, wanaweza kumficha Mungu. Majumbani mwao bado kutakuwa na irizi, bado watoto wao watakuwa na wavarisha irizi kama ni kinga, bado watakuwa na vitu vingi, watakuwa na makorokoro mengi kadha kadha ambayo bado yako majumbani mwao, na nafikiri wanaweza kumficha Mungu. Na watakuwa na masanamu katika majumba yao, watakuwa wameweka masanamu katika majumba yao, na wanafikiri wanaweza kumficha Mungu. Wakati Mungu anasema ikimbieni ibada ya sanamu, wao watakuwa na sanamu katika majumba yao, na nafikiri wanaweza kumshinda shetani. Watu wanao hawawezi kufanikiwa. Watu ambao watakuja hapa na kuonekana kwa watakatifu, lakini wakienda majumbani mwao, wakienda likizo kwa wazazi wao, watafanya matambiko kwenye makaburi ya mababu zao. Watu wanao wanaweza kutuficha sisi hapa, lakini hawawezi kumficha Mungu. Na watu wanao hawawezi kufanikiwa. Azifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Wako watu wengine wako hivyo, ni wanawake ambao hawatulii, wakati wote ni ugomvi na waume zao. Hawatulii, wakiwepo hapa wataonekana kama watakatifu, lakini hawana utii wote kwa waume zao. Watakuwa tu ni kila wakati ni kuwajibu ovyo waume zao, ni kuvuruga, na ni dhambi. Watakuwepo wanaume wengine hapa wakiwepo kama hivi Jumapili wameketi hapa, utaona ni watakatifu wa Mungu. Kama hivi sasa kama hivi sasa unaona unanisikiliza, utamwangalia mtu saizi ananisikiliza hapa, atakuwa na Biblia yake, na utaona anaangalia Biblia yake kwa makini, ana kalamu yake na notes yake, na anaandika notes zake kwa makini. Utaona hakuna mtakatifu kama huyu. Lakini akifika nyumbani ni kupigana na mke wake, ni kupigana na mke wake, ni wakati wote ni kuvurugana, ni kupigana. Nami hatuwezi kuwa na mamlaka juu ya shetani. Shetani anatuambia mpige mkeo, tayari tumeshampiga. Nami hatuwezi kuwa na mamlaka juu ya shetani, na hasha. Lakini tukiziungama dhambi zetu zote na kuziacha, tutapata rehema hii. Bwana ampe kila mmoja wetu kugundua siri. Kwa nini tutiishwe na shetani, wakati Bwana ameshamvua enzi na mamlaka na kutupa? Kwa nini tutiishwe naye mpaka sasa? Bwana ampe kila mmoja ambaye anajifahamu ni mwenye dhambi kutubu dhambi zake, kwa kumaanisha kuziacha kabisa, ili apate kuwa na enzi na mamlaka juu ya shetani, katika jina la Yesu. Pema, kizuizi kingine cha mamlaka juu ya shetani, pili, wasioifahamu kweli hii. Yohana 8:32 Biblia inasema, Yohana sura 8 mstari wa 32, Yohana 8:32, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Unajua, ukiwa bado unakumbuka kwamba fulani ni polisi mkubwa mwenye mamlaka kubwa. Unakumbuka zamani ulimwona akiwa ni polisi mwenye mamlaka kubwa, kumbe hapa katikati alikwisha fukuzwa hata kazi ya polisi. Kwa hiyo ni mtu tu wa kawaida, hana mamlaka yoyote. Lakini kwa sababu huifahamu kweli, unafikiri bado ni polisi mwenye mamlaka ile kubwa. Utaweza kuona mtu anamei akiwa anafanya vitu vya ajabu ajabu,
akimwona yule anakuja atawaambia wenzake tayari tunawekwa mbaroni sasa, na watakimbia mbio. Kumbe yule mtu ni hohehahe, hana chochote wala senti ya kupandia basi hana. Alishafukuzwa kazi zamani, alishamolewa mamlaka yake zamani, lakini mtu anakimbia mbio kwa sababu haifahamu kweli. Lakini baadaye kule alikokimbia mafichoni, akitokea mtu, vipi mnakimbia nini? Yani kuna polisi mkubwa sana, superintendent yule, na superintendent wa polisi ametokea hapa, yani tunaweza kufungwa wakati wowote. Yupi? Alafu hatimaye yule mtu mwenye kufahamu kweli atokea na kumwangalia, yupi? Si yule kuna anakuja kwa mbali yule, si muone yule kwa mbali. Huyo alishafukuzwa kazi zamani, huyu Lofa tunaye hapa. Ndio nakimbia tayari, kwa sababu wamefahamu kweli kwamba ni Lofa, wanaanza kuchuta. Hivi tumekuwa tumkimbia Lofa, na tayari wanaanza kujitokeza tena hata kumwendea. Na huyo alikuwa anamkimbia kwa sababu amefahamu kweli, anamwendea kwambia, hivi likuwaje kati ile kazi ya polisi? Hamogopi tena, hababaishi tena naye kwa sababu ameifahamu kweli. Na hapa Yesu akasema tukifahamu kweli, hiyo kweli itatuweka huru mbali na kubabaishwa. Amen. Na sasa wako watu wengine ambao hawafahamu kweli hii tulionayo. Shetani alishafukuzwa kazi zamani, alishaondolewa superintendent zamani, ni Lofa. Nasema ni Lofa. Lakini tunamwona anafanya mikiki, tunafikiri bado ni superintendent, mbio imekimbia. Na akishagundua kwamba hatumfahamu, atatutisha ili hata aweze kuchukua hela yetu akanywe kangara, kwa sababu anajua bado tunafikiri yeye ni superintendent. Ataendelea kutubabaisha hata achukue pesa yetu akanywe nini, akanywe kangara. Na ndivyo shetani alivyo kabisa. Ikiwa hatuifahamu kweli, sasa tunakuwa na nafasi ya, itakuwa ni vigumu kwetu kuwekwa huru mbali na kukandamizwa na kazi za giza. Lakini tumeifahamu kweli siku hii ya leo. Amen. Wangapi wameifahamu kweli? Haleluya. Ikiwa tumeifahamu kweli, hatuna budi kukumbuka wakati wote kwamba shetani ni Lofa. Hana enzi tena, hana mamlaka yoyote, alikwisha vuniwa, na enzi na mamlaka tumepewa sisi katika jina la Yesu. Tatu na mwisho, wanaoamini uongo. Shetani sasa ni baba wa uongo, ni mwanzilishi wa uongo. Yohana 8:44 anatajwa kwamba ni baba wa uongo, ni mwanzilishi wa uongo. Na siku zote tangu mwanzo ni fundi wa kutumia uongo. Atatafuta kutumia uongo ili kumtawala mtu yeyote. Alitumia uongo, na kwa kutumia uongo akapata kumtawala Hawa na baadaye Adamu. Na mbinu yake ni hiyo, atatumia uongo ili kutaka kututawala sisi tena, na ataleta uongo wa kila namna ili tukiuamini ule uongo apate kututawala. Atatuambia mapepo yake yana nguvu, atatuambia hatuwezi kulala katika nyumba ile, atatuambia atatuua leo, atatuambia hatuwezi kabisa kuwa huru mbali na mapepo, atatuambia mapepo washerati wataendelea kufanya na sisi washerati maisha yetu yote, hatuwezi kuwa huru. Atatuambia hatuwezi kupata mtoto kabisa maisha yetu yote. Atatuambia kila namna ya uongo. Atatuambia ukiingia Tanga huwezi kutoka pale, utakufa. Huwezi kutoka pale, utakufa. Atatuambia kila namna ya uongo. Atatuambia kila namna ya uongo kwamba tukienda usiku wa leo atatuletea vitisho, na akituletea vitisho tayari anakuja na mvuli ya ajabu anakuja na yale yanaambia sasa umekwisha, umemalizika. Hata mwingine atatuambia uongo kwa sauti kabisa tunamsikia.
Kama kaka mmoja ananijia majuzi hapa, ananiambia mchungaji, yeye nimeona amekuja amenivamia kule nyumbani, kakemea. Nikaona tu vitu vya ajabu vimenizunguka. Halafu hatimaye nikasikia kabisa ndani mwangu naambiwa kwamba unaona kichwani hapa umevimba. Na zimepita siku kadhaa, lakini bado anaendelea kuamini kwamba ana nundu kubwa kwenye kichwa. Halafu akaja sasa hapa majuzi, nimezungumza naye, ananiambia, unaona mchungaji, yani tangu alipokuwa amenivamia tu tayari sasa wakaniambia hivyo, na kweli naona hapa inakuwa na nundu hapa. Yani kuangalia na mimi hakuna nundu yoyote kabisa. Nikamwambia, nundu iko wapi? Haiko. Kama nani amekwambia kuna nundu? Nani bado anaendelea kushika. Si hapa mchungaji, hamna lolote hapa. Kuna kitu gani hapa? Umedanganywa. Lakini amedanganywa na shetani, ameamini uongo. Siku kadhaa anajua nina nundu kichwani. Anatembea nina nundu kichwani. Na namna hii tunatawaliwa tena, tunarudi katika kuwa chini ya enzi na mamlaka ya shetani. Na atatuletea uongo kila namna. Na Mungu akiona tunataka kuamini uongo sasa, badala ya kuamini kweli, anatuachia tuamini uongo ili sasa tuangamie. Ndivyo Mungu alivyo. Yeye atatuangalia hata leo kwamba tutachagua kuamini kweli au kuamini uongo. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 12. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 12. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo kama hii, kwamba huyu mtu ana nundu kichwani. Ni ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hawa wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Au yote mtu anamwambia ambaye hata uamini uongo, sasa uokovu utatoka kwake, ushindi utatoka kwake, hata kuwa miongoni mwa washindi juu ya shetani na kazi zake zote. Chagua hivi leo, utaiamini kweli hii au utaiamini uongo? Utaiamini kweli? Wangapi utaiamini kweli hii? Oh, haleluya. Ikiwa umeiamini kweli hii, sasa simama juu pale ulipo, na mwambie Bwana, asante kwa kweli hii ambayo umenifundisha. Ikiwa ni mwenye dhambi, hujatubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha, zitubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha, na kumwambia Yesu akuokoe. Na ikiwa umeokolewa, mwambie Bwana, asante kwa kuniokoa, na nimefahamu waziwazi kwamba nina enzi na mamlaka hapa nilipo, na shetani na majeshi yake hayana uwezo kwangu kabisa. Nimeifahamu kweli, na kama nimeifahamu kweli, shetani hana uwezo wote kwangu. Na hiyo ukiri kwako kutakuweka katika nafasi ya kushinda na zaidi ya kushinda. Namwambie Bwana akupe kukumbusha kweli wakati wote, ili uzidi kukumbuka kwamba shetani hana tofauti yote na kuku ambao umetishwa chini ya miguu yetu, na hana lolote nilofa. Enzi na mamlaka yake imeshavuliwa na tumevichukua. Mwambie Bwana asante kwa enzi na mamlaka aliyokupa. Mwambie Bwana akupe neema ya kutumia amri uliyopewa kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui, na kwa kufanya hivyo hakuna chochote kitakachokudhuru. Paza sauti yako. Shetani amekwisha vuliwa enzi na mamlaka, tena kwa mkono. Yesu alivua enzi na mamlaka shetani, akakiponda kichwa chake, akasema imekwisha. Kwa nini unababaika mwanamume?
Kwa nini unababaika mwanamke? Kwa nini unababaishwa na lofa?